tunaona hatari ya kupoteza kundi muhimu kama tukiendelea na msimamo kwamba tunakwenda kuzuia uchaguzi. Na viongozi wa dini wameungana na G55 kwamba wanaunga mkono reforms, lakini wanataka watu wakashiriki uchaguzi. Ndio msimamo wa mahubiri ambayo tumeyasikia siku zote mbili za Pasaka. Kwa hiyo tunawashukuru na tunaendelea kukisisitiza chama, japo milango sasa wameshajifungia nje. Sasa hivi sio Sasa hivi sio kuzuia tena uchaguzi, bali baada ya kutokusaini, maana yake tumesusia uchaguzi. Labda patokee muujiza ili chama kiweze kushiriki uchaguzi, kwa sababu tume imeshaweka wazi, mwenyekiti wa tume ameshasema kwamba kama Chadema wanafikiri wanatafsiri tofauti, waende mahakamani. Mwenyekiti wa tume ni jaji, anafahamu anachokisema. Ukisoma sheria za uchaguzi, kama una malalamiko na mchakato wa uchaguzi, sheria inasema utapaswa kwenda mahakamani baada ya uchaguzi. Aidha, kitu ambacho viongozi wetu hawataki kusema kwa umma ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77, ibara ya 74, kifungu kidogo cha 12. 74 ibara ndogo ya 12 inasema maamuzi yatakayofanywa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi hayatahojiwa na mahakama yoyote ya ngazi yoyote ile katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utungaji wa kanuni ni sehemu ya maamuzi yaliyofanywa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa mujibu wa Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, sheria namba 1 ya mwaka 2024, kifungu cha 162, kimeipa tume mamlaka ya kutunga kanuni za maadili za kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo unapomsikia mwenyekiti wa tume anasema kama Chadema wanatafsiri tofauti, nendeni mahakamani, anaelewa anachosema. Ni kwamba tumeshajifungia nje sisi wenyewe. Ndugu wanahabari, baada ya utangulizi huo, baada ya sisi kuzungumza nanyi tarehe 3 Aprili, yako matukio mbalimbali ambayo yameendelea kutokea. Moja, na ambalo kwa kweli ni utamaduni mpya, ni kuhusu wanachama na watiania waliounga mkono waraka wa G55 kuendelea kutishiwa ndani ya chama na maelekezo kupelekwa ngazi ya chini kabisa ya matawi ya chama kwamba yatufukuze uwanachama wale wote tunaosema haki ya kugombea ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Chadema, ni malengo ya Chadema, eti wafukuzwe uwanachama. Na maelekezo haya yameenda maeneo mbalimbali kwa viongozi wetu. Ni utamaduni mpya kwenye chama chetu. Hatujawahi kuwa na utamaduni huo. Ndani ya chama chetu tumeishi tukiwa na maoni na mitazamo tofauti kwa kipindi kirefu sana. Nitawakumbusha mwaka 2007, 2008, Zitto Kabwe alipoteuliwa kuwa kwenye kamati maarufu ya madini iliyoitwa kamati ya Mzee Bomani, chama kilimzuia asiwe mjumbe kwenye kamati hiyo. Lakini Zitto aliendelea kushikilia msimamo wake, hatukuwaza kumfukuza uwanachama. Akashawishi chama. Na nakumbuka moja ya kamati kuu, tulimtaka Zitto aeleze wanajadili nini. Zitto akasema nina kiapo, siwezi kusema kwa sababu tumekula kiapo.
aliungwa mkono na mzee Edwin Mtei. Ndani ya kamati kuu mzee Mtei akasema hapana, mtu mwenye kiapo hawezi akazungumza mambo ambayo amekula kiapo nje ya kiapo chake. Na Zitto hakufukuzwa wala hakuna aliyewaza afukuzwe. Marehemu Profesa Mwesiga Baregu mwaka 2012 alipoteuliwa kwenda kwenye tume ya Warioba, kama mnakumbuka, alisema ndani ya kamati kuu na nje ya kamati kuu, baada ya kamati kuu kumtaka ajitoe, akasema nikiambiwa nichague kati ya chama na nchi, nitachagua nchi. Na Profesa Baregu alishikilia msimamo wake, na chama hakikuwahi kuwaza eti kimfukuze wanachama kwa sababu aliamua kuweka msimamo wa kusimamia maslahi ya nchi. Aidha, miaka ya hivi karibuni tulipokuwa kwenye maridhiano baina ya Chadema, Chama cha Mapinduzi na serikali, lilijitokeza kundi la viongozi ndani ya chama, akiwemo wakati huo makamu mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, mjumbe wa kamati ya maridhiano ambaye sasa ni makamu mwenyekiti wa chama bara Mheshimiwa John Heche, mjumbe wa kamati kuu ya chama ya sasa Godbless Lema, na aliyekuwa pia mjumbe wa kamati kuu Peter Msigwa. Waliendesha harakati kwamba chama kijitoe kwenye maridhiano, wakati alikuwa maamuzi ya baraza kuu la mwezi Mei mwaka 2022. Wakaendesha harakati kwamba chama kijitoe kwenye maridhiano, lakini hakuna aliyesema hawa watu tuwafukuze wanachama kwa sababu wanapinga maamuzi ya baraza kuu. Ni kwa sababu chama chetu kimejengwa kwenye misingi ya kusikiliza. Na mfano wa mwisho ni wa viongozi niliowataja. Walipinga hadharani operesheni ya chama ya GF, Grassroots Fortification, na kupuuza kabisa kazi zilizofanywa na walioitwa JOCO, Jimbo Operation Commander, ambao walifanya kazi kubwa na ngumu kweli kweli katika taifa hili. Mtakumbuka tulizuiliwa kufanya siasa tangu mwaka 2016. Tuliporuhusiwa kufanya siasa mwezi Januari mwaka 2023, tulikuwa tumeshafika mwaka wa uchaguzi wa ndani ya chama. Ikabidi, kwa sababu chama kilishapooza huko chini, tuanzishe operation ya GF, Grassroots Fortification, kungomesha chama kule chini mashinani. Tukateua watu walioitwa majoko. Operation hii iliendeshwa na naibu katibu mkuu bara wakati huo, ndugu Benson Kigaila. Tangu mwaka 2023, Kigaila hakuwahi kurudi kwenye familia yake, mpaka mapema mwishoni mwa mwaka 2024 mwezi Disemba ndio alimaliza operation kanda ya kaskazini. Hakuwahi kurudi. Lakini viongozi hao niliowataja walipinga operation hiyo hadharani na waziwazi. Hakuna aliyesema au kupendekeza tuwafukuze wanachama. Kwa leo watu wanaosema kwamba G55 wafukuzwe wanachama ni watu waliokosa uvumilivu ambao umejengwa kwa miaka mingi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na ndio utamaduni wetu wa kukosoana kwa hoja, kusikiliza hoja. Tuna utamaduni wa kupima uzito wa hoja. Kwa hilo tumeona kwamba tuliseme, kwa sababu ni utamaduni ambao unamea kwa kasi sana, ukishereheshwa na matusi ya kutosha. Yaani leo ukisema chochote hata cha kushauri chama kinyume na kile ambacho wanataka kusikia,
My friend, matusi ni mengi kupindukia. Kwa hiyo tunakishauri tena chama, utamaduni huo, njia hiyo wanayotaka kuchukua sasa, haitakiacha chama chetu salama. Waachane nao, kwa sababu sio utamaduni wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambacho tunatakiwa tuwafundishe wenzetu waige utamaduni huo. Leo kama ukikosolewa ndani ya chama unawaza kufukuza wanachama wako, tena watiania wa ubunge waliogombea 2020 ambao wamekifanya chama hiki leo kinapata ruzuku, kisa wanatoa maoni na mawazo mbadala. Hivi ukipewa dola utasikiliza sauti za wapinzani wako kweli? Kama leo huna dola unawaza silaha ni kufukuza, hivi siku akipewa dola itakuwaje? Utamaduni huu ni mbaya na unakipeleka chama chetu matopeni. Kwa hiyo tunaendelea kushauri viongozi wetu wawe tayari kusikiliza maoni na mawazo mbadala. Jambo la pili ni chama chetu kutokusaini kanuni za maadili na kukifanya sasa kujiondoa rasmi kwenye uchaguzi. Jambo hili limeua ndoto za wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wako kwenye Chadema kwa sababu wanawiwa kuwa madiwani wa wawakilishe wananchi kwenye kata zao. Watu hawa ndoto zao zimeuawa. Wako akina mama wanawiwa kuwa madiwani wa viti maalum wakakiwakilishe chama na wananchi wao kwenye kata zao. Wakina mama hawa ndoto zao zimekufa. Wako watu wanataka kuwa wabunge kwa kutokusaini kanuni. Ndoto za watu hawa zimekufa mpaka mwaka 2030. Hatuna uhakika kama tutakuwepo, Chadema itakuwepo ama la. Lakini tunawasikia viongozi wetu wakisema bora chama kife. Tumemsikia makamu mwenyekiti Bara. Wanafika mahali wanajaribu kuonyesha kwamba bado kuna mlango wa kimiujiza unaweza kufunguka. Tumemsikia mwanasheria mkuu wa chama akisema wanaweza bado kwenda kushiriki uchaguzi. Kanuni kifungu cha 1.5 kinasema wazi, chama kisichosaini maadili hakitakuwa na haki ya kushiriki uchaguzi. Kanuni zimeshakuwa gazetted, zimechapishwa kwenye gazeti la serikali. Sasa ni rasmi kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Watu hawa waliokuwa na ndoto za muda mrefu na wengine wamekitumikia chama hiki kwa miaka mingi, ndoto zao zimeuawa kwa sababu tu ya kiburi cha viongozi wetu. Pale awali nimesema viongozi wa dini, Pasaka yote hii wote wanaunga mkono mabadiliko, reforms. Lakini hakuna mmoja aliyesema tukazuie uchaguzi. Wote wanatuhimiza waumini tukashiriki uchaguzi, lakini wanaitaka serikali ihakikishe uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Ndicho walichosema, si ndio? Sasa sisi kiburi chetu kinatuambia tutazuia uchaguzi. Tukiulizwa tutazuiaje, tunasema tutaingia barabarani. Tukiulizwa watu wasipojitokeza na unaingia barabarani, unampinga nani? Kwa sababu wakati wa uchaguzi siku hiyo watakuwepo wananchi ambao wanakwenda kupiga kura. Sasa sisi tunaotaka kwenda kuingia barabarani tunaenda kuzuia hawa wananchi?